Mapema nimekuonyesha muonekano wa Shishi Food baada ya kupigwa moto na vijana na hasira kali wakati wa maandamano ya Oktoba 29. Na hii nyingine bana ni ya duka la iPhone ambalo linamilikiwa na msanii Billnass Bilnenga aka Mafioso ambaye julikana kama Nengatronics, ambalo sasa na lenyewe pia lilipigwa moto. Nadhani kwamba nilikupa taarifa hizo. Kuna video ambazo zilikuwa zinasambaa katika taarifa ambazo nilikupaga siku 3 nyuma, nilikuonyesha namna ambavyo vijana walikuwa wakipiga moto. Anyway, video hiyo bado ndio hii hapa ambayo inaonyesha duka la Nengatronics likichomwa moto na vijana wenye hasira kali. Hizi ni picha ambazo tulikutana nazo just in case. Hapa pia nimekuwekea picha ya Nengatronics kabla na baada ya kuweza kupigwa moto na vijana wenye hasira kali bana. Lakini sasa hiki kitu kama kimetokea kumuaffect kwa nafasi kubwa sana Billnass. Kiasi kwamba ameweza kujiondoa kwenye mtandao wa Instagram. Yani sasa hivi ukitafuta Billnass kwenye Instagram yake anakuwa hapatikani kabisa. Zaidi bana wameandika user not found. Hii inaonyesha namna gani ameathirika kwa nafasi kubwa sana na maandamano haya ambayo yamefanyika. Sasa kingine, upande wa pili, mke wake Billnass ambaye julikana kama Nandy, ambaye pia alikuwa ni mstari wa mbele katika kumpigia kampeni Rais Samia Suluhu Hassan, na mwenye ametoa pole kwa familia na ndugu ambao walipoteza watu wao karibu kupitia maandamano haya. Maana Insta story yake ilikuwa inasomeka kwamba anatoa pole za dhati kwa familia, ndugu na Watanzania wote. Mungu awape faraja waliopoteza wapendo wao na atupe sote hekima, amani na umoja kwa taifa letu katika wakati huu. Hiki ndio kitu ambacho alikuwa amekiandika Nandy kupitia Instagram ya kwake mara baada ya mitandao kuweza kufunguliwa rasmi. Ila sasa Nandy hii ni Insta story ambayo aliweka, hajaweka post ya kawaida. Kama nilivyokuambia kwamba sasa hivi ni vigumu sana kwa msanii yote kuweka post ya kawaida kwenye Instagram ya kwake, sababu matusi yanakuwa ni mengi sana. Kama nilikwambia kwamba nitakuwa nakupa full details ya baadhi ya taarifa ambazo utapata ugumu kuzikutana nazo upande wa pili kwenye mainstream media. Hii hapa inanipa fursa niendelee kusogezea baadhi ya taarifa ambazo labda hutapata kwingine. Hii na inabidi pia uendelee kukaa karibu na mimi, na maoni yako pale chini kwenye comment section ndio vitu ambavyo vinaniwezesha kujua nini ambacho ungependa kukijua.